Matendo ya Mitume sura ya 13. The book of Acts chapter 13. Na mstari wetu wa 21 hadi 24. Verse 21 to verse 22. Mimi naenda kusoma. I will read. Matendo ya Mitume. Hatimaye wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila la Benjamini, na muda wa miaka 40. Na alipokwisha kumwondoa huyo, akamwinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alishuhudiwa akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayependeza moyo wangu, akafanya mapenzi yangu yote. We're reading the book of Acts chapter 13, verse 21 to 22 says, Then the people asked for a king, and he gave them Saul, the son of Kish, of the tribe of Benjamin, who ruled for 40 years. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Amen. Mahali tulipotoka kusoma, The portion we just came from reading, tutazungumzia juu ya neno linalosema kumpendeza moyo wa Mungu. where we'll talk about pleasing the heart of God. Na kwa kumpendeza moyo wa Mungu, And in pleasing the heart of God ni kufanya mapenzi ya Mungu. is to do the will of God. Na ukifanya mapenzi ya Mungu, When you do the will of God, utakuwa kipenzi cha Mungu. you will be God's beloved. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hapa tunaenda kuona sifa Where we see praises au tabia or habits or behaviors. 4 4 behaviors zilizoshuhudiwa kwa mtumishi wa Mungu Daudi. that was testified concerning David. Na hizi sifa And these praises ni kama vile mwongozo wa maisha yetu kama vile sisi wa Kristo. are like an example for us Christians in our walk. Daudi alikuwa mwanadamu kama sisi, David was a human just like we are, lakini Mungu alimweka katika moyo wake but God placed him in his heart. na akamshuhudia katika Biblia ya kwamba And he testified in scripture that hakuna mtu ninayependezwa naye kama vile Daudi. there's no person that I'm well pleased with like David. Na kwa ajili ya hilo ni lazima awe kielelezo kwetu, And because of that, he must become an example to us. na tujifunze somo kwake. And let's learn something, a lesson from him. Daudi alikuwa mtu wa tabia gani? What kind of person was he? What kind of characteristic did he have? Na kutoka kwake And as he lived, na sisi tuige tabia yake, or follow his character. ili Mungu atuweke katika moyo wake. So that way God can place us in his heart. Mungu ana watu waliokuwa kuwashuhudia. God has so many people that he testified for. Kuna wakati alimshuhudia Yesu, There was a time he testified for Christ. akasema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. He said, this is my beloved son of whom I'm well pleased. Na sehemu nyingine akasema ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. And another portion he says, this is my beloved son, you should listen to him. Hayo ni maneno ya Mungu akitaka kushuhudia watu wake kama vile walitii. And these are words that God was using when he was testifying for Jesus. Tunaenda na sifa yetu ya kwanza katika maisha ya Daudi. We'll go with the first characteristic or first praise of David's life. Sifa ya kwanza ya Daudi, The first praise iliyomfanya yeye Mungu amkaribie sana, that made him be a man after God's own heart. Daudi alimtumainia Mungu kwa moyo wake wote katika shida zake zote. David trusted in the Lord through all his trials and tribulations. Bwana asifiwe. Praise God. Daudi wakati alipopatwa
shida, David, whenever he would go through trouble, wakati alipoingia katika magumu, whenever he was in hard times, yeye alimtumainia Mungu he trusted God. na kumuona Mungu yuko juu ya hii shida. And he saw God being above the problem. Bwana asifiwe. Praise God. Na hapa, And this is, kuna watu wengi wakati wanapoingia katika shida, there's so many people when they are going through trouble, wanamwacha Mungu, they leave God behind, wanakimbilia kwenye vinyago. and so they chase after this witchcraft and others. Lakini maisha ya Daudi, But the life of David, alimuona Mungu yuko juu ya kila shida. he saw that God was above every problem. Na wakati ninapomtumainia Mungu, When you trust in God, yeye Mungu hii shida atakuja kupigania. God will deal with that problem. Bwana asifiwe sana. Praise God. Soma jinsi alivyoshuhudia. Let us read. Mmoja wetu asome Zaburi la 27 mstari wake wa kwanza hadi 3. Let's read Psalms 27, verse 1 to 3. Zaburi 27 mstari wa kwanza hadi 3 nasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, walile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi linapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapotokea, hata hapo nitatumaini. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Na kuna uthibitisho mzuri sana. This is a great assurance. Wakati Daudi When David, alipotembelea kaka zake walipokuwa kwenye shamba la vita, when he was visiting his fellows who were at war, ni wakati alipoenda kupitana na shujaa wa vita when he went and found somebody, a warrior, aliyokuwa akiandikwa kama vile bingwa wa vita, who was called a great warrior, aliitwa kama Goliath. that was Goliath, Mtu aliyetisha taifa la Israeli. a person that terrified the Israelites. Lakini wakati alipofika pale, But when David arrived there, yeye alimwona Goliath kama vile sijui kama vile panzi. he saw Goliath as something so small. Kwa sababu yeye alimtumainia Mungu yuko juu ya Goliath. Because Goliath si kitu kwangu. Because he said that God was above the problem that was ahead of him. Lakini wavunja moyo wakosi. Wavunja moyo. But however, there are things that break our heart. Walianza kumvunja moyo. People started breaking his heart. Wewe hautaweza kupigana na yule mtu. You cannot fight that Yule person. ni bingwa wa vita. He's a great warrior. Sisi wote hapa tunamkimbia. All of us here are running away from him. Sasa wewe Daudi, wewe So you, David, mtoto mdogo, hauwezi ukapambana na yule. such a small person, cannot fight with Goliath. Yeye aliwaambia kwamba mimi simuone kama kuna kitu mbaya. But David told him, I don't see anything Kwa sababu there. nimetambua uwezo wa Mungu jinsi anavyonilinda huko. Because I see the protection that God has protected. Yule si kitu. He is nothing. Na wakati alipomkaribia kwa ufupi, And when he approached him, Goliath alimwangalia kwa huruma sana. Goliath looked sadly at him. Akasema, wewe mtoto, And he said, you child, mwenye umpige mzuri, you so young. kwa nini umejitoa upambane na mimi? Why are you giving yourself to fight with me? Leo nyama yako italiwa na ndege. Today your meat will be eaten by birds. Sauti ya Goliath. That was Goliath speaking. Daudi naye akamwangalia. And David looked at him. Akamwambia, wewe umenijia kwa upanga, And he told him, you came unanijia kwa to mfuke, lakini mimi nimekujia kwa jina la Bwana. but I came to Bwana asifiwe sana. praise God. Na hiyo ndio silaha iliyomwangusha Goliath. That is the only weapon that was able to defeat Goliath. Uthibitisho unaoonyesha kwamba Goliath alimtumainia Mungu. Nani? Daudi alimtumainia Mungu katika shida zake zote. And that is an example that showed that David trusted God through all his problems. Swali ni kwako.
The question is to you. wakati shida inapokuja, Whenever you are in trouble, whenever you are in unamtegemea trouble, nani? who do you trust in? Tunaishi katika ulimwengu wa matatizo. We live in a world that is filled with trouble. Usiomtegemea inaweza ikakufikia. If you don't trust in anything, Lakini shida zako mtumainie Mungu. by your problem you should put it to Maana God. yeye yuko juu ya kila tatizo. Because He's above all. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hiyo ni jambo la kwanza lililomfanya Mungu amweke Daudi katika moyo wake. That is one thing that made David a man after God's own heart. Sifa ya pili, The second characteristic, Daudi katika maisha yake David in his life, alitegemea sana kuongozwa na neno la Mungu. he relied on the guidance of the Word of God. Alitia maisha yake yote neno la Mungu iwe ndio dira ya maisha yake. He put the Word of God as the light that guard his life. Na hauwezi ukampenda Mungu na neno lake. You cannot love God without His Word. Ina maana alimwalika Mungu awe nyongoza wa maisha yake, Meaning that he invited God to be the guide of his life. kwa sababu alitegemea neno la Mungu. Because he trusted in the Word of God. Kuna zaburi moja inayoleta kutata kwa waandishi, There is a proverb, Psalms. ni zaburi ya 119. It is Psalms 119. Kwenye hii zaburi Within this psalm, watu huwa wanakokotana. a lot of people quarrel. Walimu wengi wanakubaliana aliyeandika ni Daudi, Some say that the author is David, lakini wengine wamesema but others say, tuiache kwanza hivyo. let's leave that for now. Ukisoma hii zaburi ya 100, When you read the Psalms of 100, ni zaburi ya 119, 119, Psalms of 119, ni zaburi inayotuonesha jinsi neno la Mungu linavyotupa faida. it is a psalm that tells us how the Word of God benefits us. Ya watu wanaotegemea neno la Mungu. And for those who trust in the Word of God, Tusome let us read hiyo zaburi, that psalm. tukusome mstari wa 12. Zaburi ya 119 mstari wa 72. Psalms 119, verse 72. Soma. Somo la 2 linasema, sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana aliona neno la Mungu kwake liko zaidi ya dhahabu, He said that the Word of God was more precious than any liko silver, zaidi ya mali. was more precious than any possessions he could have. Na kuna neno lingine alilosema hapa. And there's another word that he says here. Ukisoma hii zaburi When you read the psalm, mstari wake wa 105, when you read 105, the verse 105, soma msomaji wetu. 105 mstari. Tusome mstari wa 105 unasema, 105 nasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Bwana asifiwe sana. praise God. Neno lako ndiyo taa ya miguu. Your word is the lamp of my feet. Agena neno anatembea na nini? Na taa. He that has the word is Mahali palipokisikia ataona when hapo pana you Mungu. there's a ditch here. Tuko kwa zaburi. We are still in Psalms. Soma tena mstari wake wa 9. Read also verse 9. Soma mstari wake wa 9. Wa 119 Ndio. Of that same Psalm, mstari wa 9 unasema, jinsi gani kijana isafishe njia zake kwa kutii akilifuata neno lako. Amen. Amen. Jinsi gani kijana How can I not purify their ways? isipokuwa ni kwa kutii neno. It's only by obeying your word, your law. Na kwa mantiki hii Daudi alitegemea sana kuongozwa na neno la Mungu. And
because of this, David truly trusted to be guided by the word of God. Nilisikia mwimbaji hapa mmoja, sio yeye, lakini Mungu alimuongoza atuletee hiti hiyo. But I saw that there was a singer that gave us that verse. Na mchungaji akanikazia pale. And the pastor also emphasized it. Akasema aliye na neno la Mungu moyoni mwake linaleta utulivu wa maisha. And he said that whoever has the word of God in them, it brings peace in life. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo wapendwa, ni lazima tujifunze kwenye maisha ya Daudi. And so that is something that we can learn from the life of David. Jambo la kwanza ni kutumainia Mungu sana. The first thing is to trust truly in the Lord. Na jambo la pili alitaka kuongozwa na sheria ya neno la Mungu. And the second thing is desire to be guided by the word of God. Amen. Amen. Tunaenda na sifa yake ya tatu. We'll go with the third characteristic kuhusu maisha ya Daudi. That we see in the life of David. Ili awe kielelezo kwangu. As he's being an example to us. David alikuwa mwepesi sana kukiri dhambi zake. David was very fast when it came to confessing his sins. Na maana alikuwa na moyo wa toba, meaning that he had a heart of repentance. Kipindi anapokosea Daudi, whenever he was sin, alikuwa mwepesi kabisa. He was quick to repent. Na kujiweka wazi mbele za Mungu. He was quick to expose kwamba Mungu nimekukosea, saying that God have sinned against you. Hakuwa na moyo mgumu kwa ajili ya kukiri dhambi. His heart was not hardened when it came to confessing his sins. Na tunajua cheo cha Daudi. And do we know the place of David? Daudi alikuwa mfalme. He was a king. Lakini katika ufalme wake yeye hakuna ni kitu mbele ya Mungu. Even in his kingship, he said that it was nothing. Kwa wakati anapofanya jambo fulani lililo kinyume na matakwa ya Mungu, whenever he did something that is against God, alikuwa mwepesi sana kwa kuwa mbele za Mungu. He was quick to fall before God. Soma Zaburi ya 51. Read Psalms 51. Wazo ule mstari wa kwanza tuishia hata wa tatu, lakini Zaburi yote inaonyesha ukiri wa Daudi. You can start the first verse up to the third verse, but the whole chapter is talking about David's confession. Tusome Zaburi ya 51 sura ya kwanza mstari wa 3. Sura ya kwanza hadi ya 3 inasema: Ee Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Amen. 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 Bwana asifiwe. Praise God. Watu wengi hata kama wamepata wajumbe wa kumwambia Mungu amenionyesha hiki na kile, even if someone comes and tells them this is what God has shown me, ameleta sababu, they bring the reason. Na hilo kosa amelifanya, lakini kulikiri shetani anamgandamiza. And they will know that they have committed that sin, but the devil comes and hardens their heart. Na katika mantiki hii, and within this passage, ni sehemu moja kubwa watu wengi watapoteza. It is a big passage that a lot of people are lost. Watapoteza ufalme wa Mungu kabisa. A lot of people will lose the kingdom because of this. Na kusema kama vile neno lilivyosema ya kwamba wajua si wote walitao Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu. We know scripture says not all that call upon to me Lord, Lord, that will enter to the kingdom of heaven. Huo ni mstari wa ole. That is such an important passage. Yesu alisema Jesus said makubwa. Kwa kuona watu wengi walio ndani ya kanisa wameweka mioyo yao kwa migumu. Jesus said it because he saw that so many people within the church were they had hearts that were hardened. Tumeshindwa kutengeneza. They were unable to repent. Siku moja ilikuwa nawaza sekta ya kwanza. One day we were in the first sector. Wakati tulipokuwa pale, hapa palikuwa msimamizi. When we were there was somebody leading the service. Mhubiri akahubiri. And the preacher preached. Akaita watu kwenye msalaba. And he called people to the altar. Msimamizi
akaenda kuanguka kwenye msalaba. And the person leading the service came to the altar. Watu huko minong'ono ikaanza. And you saw people started talking. Na kuongea. Him too. Na kuongea. Him too. Sasa kuna wakati ndani neno kusiwa mpaka mtu atekeleze. So what time is there said that a person cannot come and confess? Kila unapokutana na neno linalokugusa, every time you hear a word, ni lazima ujipatanishe na Mungu wako. You have to come and kwa sababu maisha yako yako chini ya mamlaka ya Mungu mwenyewe. Because your life is under God's control. Ndio unastahili ujipatanishe na yeye kwa kila wakati. You need to come and align yourself with him at all time. Kuiga maisha ya Daudi. Follow the example of the life of David. Daudi alikuwa mwepesi sana kuungama dhambi zake. David was very quick to repent of his sins. Na huo ni moyo wa ushujaa. And you should have that heart as well. Sisi wanadamu tuna madhaifu makubwa. We are very weak as humans. Na kila mtu ana madhaifu yake. And each person have their own weaknesses. Lakini ni lazima uwe mwepesi wa kutambua madhaifu yako. And so you should be quick to recognize your weakness. Na kujua jinsi ya kuweza kuyatengeneza. And to know how and to fix it. Amen. Yesu alitoa mfano mzuri sana. Jesus gave a great example. Imepatikana kwenye kitabu cha Mathayo 20:20. It's probably in Matthew 20 something. Verse 3. Kasema hivi. Alikuwa mtu mmoja alikuwa na watoto wake hawa. He said there was a man with 2 sons. Akaja akamwambia yule mmoja, Baba, shamba hili linaharibika. And one came and said, our farm is ready. Nenda ukapalilie shamba. And he told him, go and care for it. Akamwitikia nitaenda. Akabaki. And the father said, yeye hakwenda. He did not go. Akaenda kwa mwingine. And he went to the other son. Akamwambia mwanangu. And he said, son, shamba letu limeharibika. Our farm is in ruin. Wewe tukatengeneze shamba. Go and care for it. Akamjibu baba yake, bila kumwachia muda, sitaenda. The other son replied, I won't go. Baba mimi siendi. Most of the time I don't go. Lakini pale nyuma akaona hapana. Ili baba ananiambia nikakazima. Akachukua akaenda. But the other son that why he was there for some swali. So he went. Nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? And so Jesus asked him, kwa yule aliyekubali au kwa huyu aliyekataa? Who did the will of his father? Is it the one that did, that went, or the one that refused? Nikiwauliza mnaweza kulipa swali. If I ask you guys, will you be able to give me an answer? Nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? Who did the will of his father? Mmoja alikubali, nikaenda. It's the person that went. Baba anafurahi. Because the father was happy. Akakuja kwa mwingine akamwambia wewe sitaenda. And he went to the other one. Go. Lakini baadaye akaenda. Later on he went. Yesu akauliza, nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? And so Jesus asked, who did the will of his father? Ni yule aliyetimiza mapenzi ya? It's the person that Sio kwa went. kinywa. Lakini huyu alionyesha madhaifu. But this one has already shown Kwa baba weakness. yake. Akamuona lakini nyuma yake akaona tata nyuma yaani hiyo teketeke ya muda ya muda. Bwana asifiwe sana. Let me go into what the father is asking. Tunaishi katika maisha ya madhaifu. Lakini uchumi matakwa ya baba ni nini? We live our life as weak people, but you have to know what the will of our Father is. What is the will of our Father? Tunaenda na pointi yetu ya mawazo ya mwisho. And I think this is our last point. Kuhusu Daudi. Regarding David. David, wakati Mungu alipomtendea jambo, whenever God would do something for him, alikuwa mtu wa shukrani. he was a person of gratitude. Kumshukuru Mungu kabisa. He thanked God immensely. Mungu anapomtendea jambo fulani, When God would do something for him, ni lazima amshukuru Mungu. he always thanked God. Na hata siku moja
even one day, ndio naona watu wengine kanisani wamekuja kama wao ndio walioabudiwa. this is why you see other people come. Hata makofi ya nje. They won't even clap their hands. Tumekuja usiku na kuabudu Mungu wetu. We came to praise and worship God. Praise God. Ana mambo mengi yanayotutendea. There's so much that has done for us. Mambo mengi ya siri usiyojua yeye Mungu anakutetea. So many that you don't know that God is fighting for you. Daudi wakati Mungu alipokuwa akimtendea jambo, Every time God would do something for David, alikuwa akimsifu Mungu. David was grateful. He would thank God. Hata siku moja mke wake akachukia. And even one day his wife refused. Nishukuru mwamini ndio mbele kufisele. Now you're overdoing it every single time you. Lakini ona sasa jambo alilofanya Mungu. But see what God did. Sababu Mungu alitambua sifa za Daudi zinaelekea kwa nani? Because God knew that the praises of David was Sasa huyu mama anataka kumdharau mimi nisipewe sifa zangu. and this woman is trying to undermine my praises. Shakanipa permission mke wake. She was given a judgment. Kwa sababu Daudi katika moyo wake, Because David within his heart, Mungu akimtendea jambo, when God would do something for him, ni lazima amshukuru Mungu kwa yote. he will always praise God. Amtolee Mungu sifa. He will always give praises to God. Na sisi kama vile Wakristo, And for us as Christians, tuna lazima ya kumsifu Mungu katika njia zote. we are obligated to praise God in every way. Huu wokovu tunaouona kama vile ni kitu cha ni una gharama kubwa. For the salvation that we have that we are undermining, it was bought by a high price. Unajua huko kuna wasomi wangapi? Do you know how many people are educated? Kuna wenye pesa wangapi? How many are rich, Lakini hawajachukua hii njia ya kupona. but they do not know the way of salvation? Bwana asifiwe sana. Praise God. Lakini wewe, However, you, Yesu Kristo amejifunua kwake. Jesus has revealed himself to you, Ili upate kujua njia ya kupona. so that way you can know the way, the truth. Kuna watu wanaokuja majina ya watu wengine. There are people that are done on behalf of others. Na wamesoma maandiko yanayosema hakuna jina lingine liwapasao wanadamu kuokolewa nao. And the scripture tells us that there is no any other name that human have been given that will be saved. Lakini wewe umepata hiyo neema. But you have been given that grace. Kwa hiyo sisi kama vile Wakristo, So for us as Christians, tunayo sababu za kumsifu Mungu katika njia zote. we have every right to praise God in every way. Kwa hiyo kwanza tuone matendo makuu aliyotutendea msalabani. Because of the great thing that he did, he accomplished on the cross. Uangalie uhai ulio nao. For what you are, what you have. Vitu hivyo tumevipata sio kwa uwezo wetu, Everything that we have, it's not because of our strength or will. bali ni kwa neema ya Mungu. It is by the grace of God. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kutoka kwa Daudi. So we should learn from David. Na kwa sababu ya hizi hatua nne, And so because of these 4 characteristics, Mungu akamshuhudia Daudi and God was able to testify concerning na David. kwamba mimi Mungu napendezwa na maisha ya Daudi, And so God was well pleased with the life of David. kwa sababu alimtumainia yeye Because he trusted him katika shida zake zote, in every problem and trial. kwa sababu alitegemea kuongozwa na sheria ya Mungu, Because he submits to being guided by the word of God. kwa sababu alitaka Mungu apate nafasi katika maisha yake, Because he wanted God to have a place in his life. akamtegemea Mungu. And so he trusted God. Pamoja na hiyo, And above all that, alikuwa mtu anayejua kumshukuru Mungu. he was a person that knew Kwa wakati Mungu anapomtendea jambo, whenever God would do something for him. nasi ni lazima tujifunze ya sheria tunafanana nayo, We should also learn from the life of David and imitate him. kwa sababu Mungu ametuandalia mambo mazuri. Because God has prepared great things for us. Na wakati unapokosea, And whenever you sin, utambue kwamba hivi ninaenda kinyume na matakwa ya Baba. understand that I went against the will of my Uwe Father. tayari kutengeneza maisha yako. Be ready to confess him everything. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Don't let your heart be hardened. Ujue kwamba umejua mwenyewe. Know that you Nasema yenyewe umejua. and you know the one that you committed. Wakati tulipokuwa kwenye mkutano mmoja kule Mapanda, When we were at an event back home, baba mmoja akaitwa na mwinjilisti mmoja.
one father was called by a minister. He said, "Come here." He was beside me. Nikamwambia sasa wewe unasikia nini sasa wewe ili ujijue kwamba mwanao unaitwa. Akasema hivi, he said, nilifanya dhambi moja. I only sinned one time. Naifahamu. Lakini Mungu aliponiita huko, ameenda kunisuluhia hiyo dhambi. Na ndio Mungu amesema utengeneze tu maisha yako. Iko na hii. Mungu alinijua nini? And so I was like, praise God. Amekujua. God knows. Na jina lako limeandikwa kwenye kitabu chake. And your name has been written on this book. Lakini ujue hivi wakati unapotenda dhambi, But you need to know that whenever you sin, jina lako limewekwa alama ya kujiuliza. Your name has been marked of sin. Na ukifa na hiyo dhambi, and when you die with that sin, jina lako limefutwa. Your name is erased. Ndio sababu katika kitabu cha uzima kuna wengine majina yao yatafutwa. That is why the book of life, their name is but there's still grace yet. Wakati unaposikiliza neno la Mungu, tengeneza maisha yako. Whenever you hear the word of God, fix your mind. Moyo wako kuwa mgumu. Don't make your heart to be hard. Mungu abariki leo kupitia neno. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahi sana na neno la Mungu. I'm very happy with the word of God. Lakini acha ni karibishe muziki wa matangazo, au matangazo tutasema baadaye.